Aidha, kama chama na nchi kwa ujumla tunatambua, kuheshimu jina la Tundu Antipas Lissu kupendekezwa, yaani kuwa nominated kwenye mchakato wa awali wa mshindi wa tuzo ya Nobeli. Kwa hakika hii ni heshima sana kwa chama chetu, nchi yetu na bara la Afrika kwa ujumla. Namba 3, umoja wa chama, nguzo ya mapambano ya kitaifa. Watanzania wenzangu, umoja wetu ndani ya chama si kauli, ni pumzi ya uhai wa harakati zetu. Ni katika mshikamano ndipo chama kinaishi, kinapona na kinashinda. Tofauti za mawazo ndani ya chama cha demokrasia sio ufa, ni msingi ya kujenga hoja bora na uamuzi thabiti. Tunapokubaliana kutofautiana kwa heshima na kusimama pamoja mara baada ya maamuzi yanapofikiwa, tunaifanya Chadema iwe kimaadili na iwe na nguvu ya kimaadili na kisiasa isiyoyumbishwa. Kama alivyosema Aristotle, umoja wa wengi ni nguvu kuliko nguvu moja. Chadema itaendelea kuishi mioyoni mwa wananchi na wanachama wote, kwa sababu si nembo wala majengo, ni dhamira ya pamoja ya kupigania haki. Ni taasisi ya kitaifa, si mali ya mtu, familia au kikundi. Ni chombo cha wananchi cha kudai mabadiliko ya kweli. Chama kinapitia misimu, lakini roho ya umoja haifi, hujizalisha upya kila inapojaribiwa. Hapo ndipo harakati zinapokuwa kubwa kuliko hofu na matumaini yanakuwa makubwa kuliko vikwazo. Ndugu wa Tanzania, tukumbuke umoja na mshikamano wa chama ndiyo nguzo ya mapambano ya kitaifa. Tunapolinda umoja, tunalinda mustakabali wa demokrasia. Na kama alivyosema Martin Luther, nguvu ya kweli hupatikana. Aidha, tunawaalika wananchi wote kushiriki na kuungana nasi katika wiki ya maadhimisho kwa chama chetu ambayo yatahitimishwa kwenye kilele cha tarehe 21 Januari 2026, siku ambayo Chadema ilipata usajili rasmi wa kudumu kama chama cha siasa. Hitimisho. Watanzania wenzangu, mwaka 2026 usiwe mwaka wa ahadi tupu, bali uwe mwanzo wa awamu mpya ya mapambano ya kikatiba, kidemokrasia na kimaadili. Mapambano yanayomrejeshea mwananchi heshima yake, sauti yake na mustakabali wake. Historia imetufundisha jambo moja lisilopingika: hakuna dola iliyokuwa kubwa kuliko haki, na hakuna nguvu iliyokuwa imara kuliko umoja wa wananchi walioamua kusimama upande wa ukweli. Tukiwa wamoja, tukijawa na ujasiri wa kusema kweli, na tukiwa na imani isiyotikisika katika haki, tutavunja ukimya wa hofu na minyororo ya udhalimu. Kama alivyosema Martin Luther, the arc of moral universe is wrong, but it bends toward justice. Huu ni wakati wetu wa kupinda huo mkunjo wa historia kwa mikono yetu wenyewe. Kwa umoja wetu, kwa ujasiri wetu, kwa imani yetu na haki, tutashinda. Sio kwa sababu ni rahisi, bali kwa sababu ni sahihi. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Chadema. Asanteni kwa kunisikiliza.